Baby, inabidi ukubali kwamba wewe haujui kuchora hata kidogo. Achana na ndoto za kuchora. Nenda kaombe kazi ya ualimu. Wewe ni mwalimu sio mchoraji. Maneno haya kutoka kwa mpenzi wake yalimuumiza sana binti. Akakumbuka mtu pekee duniani anayeamini katika ndoto zake ni BFF wake, rafiki yake, shosti yake. Hakutaka kabisa kuishi maisha yake yote aliyobaki na mwanaume ambaye haamini katika ndoto zake. Alitoroka siku ya harusi. Ana alitoroka kijijini kwao akaja jijini Seoul. Akaenda kupanga kwenye nyumba ambayo rafiki yake wa karibu alikuwa anaishi zamani. Akaanza kukiendeleza kipaji chake cha kuchora akiwa hapa ndani. Kadri siku zilivyozidi kwenda, alikuwa anaendelea kummisi rafiki yake wa karibu. Siku moja Ana alikutana na rafiki yake Ruti, wakasameheana, urafiki wao ukarudi kama zamani. Ana aliandika stori ya maisha yake yote kwenye diary. Ruti alikuwa anaishi maisha yenye furaha na amani. Ana alitakiwa kusafiri kwenda kuchora kwenye nchi nyingine. Wakati anaondoka, Ana alimpa Ruti zawadi ya hereni zenye herufi ya jina lake. Alikuwa ametengeneza hereni pea mbili, moja alimpa Ruti, nyingine akabaki nazo. Ana alisafiri nchi mbalimbali kwa ajili ya uchoraji. Ruti aliendelea kufanya kazi ya kuamka asubuhi na kurudi jioni. Jamaa ambaye aliachwa siku ya harusi akakutana na story ya maisha ya Ana kwenye laptop yake. Baada ya mshikaji kuisoma story yote, akamtafuta Ruti, akamwambia amwambie Ana yuko wapi kwa sasa. Sijui kabisa Ana yuko wapi kwa sasa. Ghafla simu ya Ruti ikaita na kwenye simu palikuwa panasoma jina Ana. Ukweli ni kwamba aliyekuwa amepiga simu ni mtoto wa Ruti na mtoto wa Ruti anaitwa Ana. Huyu mtoto anaitwa Ana kwa sababu huyu mtoto ni mtoto wa Ana. Siku ambayo Ana alikutana na Ruti kwa mara ya kwanza, Ana alikuwa tayari ni mjamzito. Siku chache baadaye alijifungua mtoto wa kike. Siku moja Ruti alienda hospitali, akakuta Ana ameshaondoka. Akapokea simu kutoka kwa Ana. Shogangu Ruti, nataka kuishi maisha yangu ya kusafiri. Kutoka siku hiyo hajawahi kuwasiliana tena na Ana. Shogangu Ruti, naomba unilelee mwanangu kama mwanao. Asijue kitu chochote kuhusu mimi. Baada ya kusikia story nzima aliyoambiwa na Ruti, Jackie akaamini. Akamwomba Ruti amruhusu kumtembelea huyu mtoto mara kwa mara. Baada ya Jackie kuondoka, Ruti alilia sana kwa sababu amemwambia Jackie story ya uongo. Ukweli ni kwamba Ana alifariki siku anayojifungua huyu mtoto. Ruti aliamua kumchukua huyu mtoto kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Baada ya kifo cha Ana, Ruti alitembelea kwenye nyumba aliyokuwa anaishi Ana. Akakutana na pazia ukutani, akalivuta kwa kono lake la kulia na kushoto. Alishangaa kuona Ana ameichora sura ya Ruti kwa ukubwa mno. Je, Ruti atamchana Jackie ukweli na yule mtoto marehemu Ana alizaa na Jackie au alizaa na mwanamume mwingine? Comment hapo chini kama unahitaji kuiona sehemu ya 3. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya huyu jamaa ambaye alitembea na wadada watatu kutoka kwenye familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na mwanafunzi ambaye alimtongoza mwalimu wake. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na mchungaji ambaye alitakwa na binti mwenye pepo la ngono. Nataka kujua nini kilitokea? Story nzima ziko hapo, ni ndefu, zinaisha kabisa, hazina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, comment, share. Usipotaka usishare, usicomment, usubscribe, usilike. Simu ni ya kwako, bando ni la kwako, sikupangii cha kufanya. Asante sana, support yako inasababisha Freddy Flix inatamba hadi leo.